Miaka mingi iliyopita, katika jiji kuu la Dodoma, aliishi msichana mmoja kijana aliyeitwa Agnes. Moyo wake ulijaa mapenzi ya Mungu kupita maelezo. Alifika jijini miaka michache iliyopita kutafuta maisha bora, na tangu wakati huo alikuwa akiishi na kaka yake mkubwa, Elia. Agnes alilelewa katika maadili ya Kikristo na utumishi wa kanisani. Tangu utotoni alihudumu sana kanisani kwa bidii. Hivyo, alipohamia mjini, alitafuta haraka kanisa linaloamini Biblia na kujiunga nalo. Haikuchukua muda mrefu kabla hajajulikana kwa sababu ya bidii yake na neema aliyokuwa nayo kwa Mungu. Alikuwa mmoja wa wanakwaya wa nguvu, na kila Jumapili alimulikwa akiwa anaongoza sifa au ibada. Kaka yake Elia alimsaidia kupata kazi kama karani wa mapokezi katika kituo cha redio cha FM United. Kwa wakati huo, maisha ya Agnes yalionekana kuwa sawa kabisa. Lakini mambo yalibadilika alipoanza kuvutia wachumba. Agnes alikuwa mrembo sana ndani na nje, na uzuri wake ulivutia wanaume wengi. Uzuri wa ndani pia ulimletea neema nyingi. Alikuwa akipewa lifti hadi kazini, chakula cha mchana bure, na hata zawadi za pesa kutoka kwa watu aliowajua na hata wasiomjua. Siku moja akiwa kazini, alikutana na kijana mmoja mwenye sura ya kuvutia aitwaye Isaya. Alikuja kituoni kuonana na meneja. Agnes alimhudumia kwa ustaarabu, na kabla hajaondoka, Isaya alitoa zawadi ndogo kwa Agnes kwa ajili ya ukarimu na taaluma yake. Lakini kesho yake alirudi tena, safari hii hakuwa na miadi na yeyote. "Habari yako Agnes, uko salama leo?" Isaya alimsalimia kwa tabasamu. Agnes alishtuka kidogo, lakini alijibu kwa tabasamu pia, "Mzuri sana bwana, ungependa kumuona meneja?" Isaya alitikisa kichwa, "Hapana, leo nimekuja kukuona tu. Nilikuwa siwezi kuacha kufikiria kuhusu tukio letu la jana, nikaamua kuja kuridhisha udadisi wangu, kama hutajali." Agnes alitabasamu kwa kukubali. Isaya akaanza kumuuliza maswali ya kawaida kuhusu maisha yake, na mwisho wa mazungumzo yao walishajenga uhusiano wa kiroho kimya kimya. Isaya alikuwa mchungaji mdogo katika kanisa moja, na hivyo maadili yao yalilingana. Isaya alimpa mkono wa urafiki, na Agnes alikubali kwa kuwa aliona kuwa ni jambo la kawaida na lisilo na madhara. Kuanzia siku hiyo, Isaya alianza kumpigia simu mara kwa mara na kumletea chakula kazini bila kutarajiwa. Urafiki wao ulikuwa mtamu, kila mmoja akiheshimu mipaka na maadili ya mwingine. Wakati hayo yakiendelea, Agnes aliendelea na huduma yake ya kanisani. Na hapo ndipo alipokutana na kijana mwingine aitwaye Godfrey. Kila Jumapili baada ya ibada, Agnes alipokuwa anatoka kanisani, Godfrey alimtokea kumpongeza kwa jambo fulani. Agnes alifikiri ni jambo la kawaida, lakini hali ilianza kubadilika pale Godfrey alipoanza kumletea zawadi pia. Hapo ndipo Agnes alianza kushuku nia yake, lakini kwa mshangao wake, Godfrey hakuwahi kumwambia chochote cha moja kwa moja hadi miezi kadhaa baadaye alipomwalika Agnes kwenye chakula cha mchana. Agnes alikubali, na walipokuwa wakila, Godfrey alimtazama kwa muda kisha akakohoa kidogo na kusema, "Agnes, najua unaweza kuwa unajiuliza kwa nini nimekualika hapa. Ukweli ni kwamba nahisi ni wakati sasa nikufungulie moyo wangu. Nimekuwa nikikuona kwa muda mrefu, na kila ninaposali, ninakuona kwenye maono, ukiwa umevaa mavazi meupe, unanitabasamia." Aliendelea, "Kila ninapoomba kuhusu mwenzi wa maisha, Mungu huonyesha picha yako. Hii imenithibitishia kuwa wewe ndiye mke aliyenikusudiwa. Sitaki kuchelewa tena. Agnes, nataka uwe mke wangu." Macho ya Agnes yalipanuka kwa mshangao. Akameza mate na kusema kwa upole, "Asante kaka kwa kuniambia haya, lakini naomba niombe kuhusu hilo kwanza ndipo nitakujibu." Jioni aliporudi nyumbani, Agnes alianguka kitandani akiwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Jana tu Isaya alimwambia kuwa anataka kumuoa, na leo hii Godfrey naye anasema hivyo hivyo. Hili halikuwa jambo dogo. Isaya alikuwa mchungaji kijana mwenye maadili mema na maono mazuri ya maisha. Godfrey naye alikuwa mtu mzuri, japokuwa hakuwa na mvuto wa sura, lakini moyo wake ulionekana kuwa wa kweli.
Agnes alimwomba Mungu sana usiku huo, akisema, Mungu niongoze, nisije nikafanya kosa la maisha. Nifumbue macho yangu nione mapenzi yako. Hata baada ya maombi hayo, alijua bado alihitaji ushauri. Hivyo aliamua kumweleza mchungaji wake na kaka yake mkubwa Eliya. Alimpelekea mchungaji majina na picha za Isaya na Godfrey na kumweleza hali ya sintofahamu aliyokuwa nayo. Mchungaji alimwahidi kuwa ataomba na kumwambia kile Mungu atakachomfunulia. Wakati akisubiri, alimweleza kaka yake Eliya kuhusu wachumba hao wawili. Eliya alitabasamu, aha, mdogo wangu, sasa umekuwa mkubwa hadi kuwa na wachumba wawili wa maana. Lakini jambo hili ni nyeti. Ndoa ni jambo la maisha. Nilaweza kujenga au kubomoa mtu. Na si kila anayesema ni Mkristo ni mcha Mungu kweli. Shetani naye huwa anapeleka mawakala wake kanisani. Aliendelea, tutafanya hivi, tunapoendelea kuomba, nitakutana nao mmoja baada ya mwingine ili nijue zaidi. Agnes alikubali. Alimwambia Isaya na Godfrey kuhusu mpango huo na kila mmoja akachagua tarehe tofauti ya kutembelea. Lakini kabla Godfrey hajafika, mchungaji alimuita Agnes na kumwambia, dada Agnes, umebarikiwa. Wote wawili wana kibali mbele za Mungu. Lakini kumbuka, mbele za Mungu pia kuna viwango. Isaya ni mchungaji mzuri, lakini hatumjui kwa undani kwa sababu si wa kanisa letu. Godfrey sisi tunamjua. Tumeona maisha yake kwa muda mrefu. Amekuwa askari wa kweli wa Kristo. Ndiyo maana Mungu anasema Godfrey ndiye chaguo lake. Moyo wa Agnes ulianza kudunda kwa kasi. Siku ya ziara ya Isaya kwa kaka yake Eliya ilipofika, Agnes alishangaa kuona jinsi walivyopata maelewano haraka. Walizungumza kana kwamba walikuwa marafiki wa muda mrefu. Eliya alimhoji Isaya maswali kadhaa, naye alijibu kwa ustadi, na kabla ya muda walikuwa wakicheka na kuzungumza kama marafiki wa karibu. Baada ya Isaya kuondoka, Eliya alimwambia Agnes, yule kijana ana roho nzuri. Najua nina kipawa cha kupambanua, hiki ni zawadi maalum kutoka kwa Roho Mtakatifu. Isaya atakuwa mume mzuri kwako. Lakini sitatoa uamuzi kamili hadi nimwone huyu mwingine. Agnes alitikisa kichwa polepole, lakini ndani ya moyo wake maneno ya mchungaji wake yalikuwa yakimrejea kichwani, uzuri huvutia lakini unaweza kudanganya. Je, huenda kweli kaka yake alitekwa na sura nzuri na haiba ya Isaya? Siku chache baadaye, Godfrey alifika kumtembelea Eliya. Alipowasili, alipokelewa kwa ukarimu kama alivyopokelewa Isaya. Lakini safari hii Eliya hakushtushwa vivyo hivyo. Godfrey alikuwa mtu mpole asiyezungumza sana. Alikuwa mgumu kusoma hulka yake kwa haraka. Lakini Eliya, akiwa mtu mwenye uwezo wa kupambanua kiroho, alihisi kitu kisicho cha kawaida. Baada ya Godfrey kuondoka, alimuita Agnes pembeni na kumwambia, Agnes, huyu ndiye mtu uliyesema anahudhuria kanisani kwenu. Roho yangu inahisi kitu kisicho kizuri juu yake. Si yule mtu anayejionyesha kuwa. Agnes alishtuka, kaka, kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu tu si mzungumzaji au si mwenye mvuto wa sura? Eliya alitikisa kichwa kwa haraka, hapana Agnes. Unanijua, siangalii vitu vya nje. Lakini roho ya yule mtu haiko sawa. Kuna wingu la giza juu yake. Usikubali kuingia kwenye ndoa ya bahati nasibu. Nimekueleza. Ukiona huna mwingine, basi yule mchungaji ni chaguo bora zaidi. Agnes alimtazama kaka yake kwa mshangao. Eliya alikuwa mshirika mkuu wa kanisa lao, lakini hakuwa mchungaji. Je, kweli angemzidi maarifa mchungaji wao ambaye alikuwa kiongozi wa kiroho kwa muda mrefu? Kaka, nimeomba sana kuhusu jambo hili na pia nilimweleza mchungaji. Na kile kilichoonyeshwa ni kwamba Godfrey ndiye mume niliyeandikiwa na Mungu. Eliya alisimama kwa hasira, basi utakuja kuelewa baadaye. Lakini usijidanganye, Godfrey si mtu mzuri. Na ukikosea hapa, usije kusema sikukuonya. Agnes alimwangalia kaka yake akiondoka kwa hasira. Hakujali. Alikuwa na amani moyoni kwamba Mungu amemwonyesha mume wake.
Alijua wazi kwamba uzuri wa Isaya ungeweza kumvutia, lakini haikuwa sababu ya kuacha mapenzi ya Mungu. Hivyo, bila kumweleza kaka yake, alimwambia Godfrey kwamba amekubali ombi lake la ndoa. Pia alimwambia Isaya kuwa hawezi kuolewa naye kwa sababu tayari ana mchumba. Isaya aliumia sana. Alilia na kumsihi Agnes abadili uamuzi, akimwahidi kuwa mume mwema, lakini moyo wa Agnes ulikuwa tayari umeamua. Aliposikia kuwa Agnes bado ana mpango wa kuolewa na Godfrey, Elia alikasirika kupita kiasi. Agnes, kama huyo Godfrey ndiye uliamua kumuoa, basi sahau kama mimi ni kaka yako. Sitakuwa na uhusiano wowote na wewe. Sitakubali kuona dada yangu anaharibu maisha yake. Agnes alitishwa sana. Hajawahi kumuona kaka yake akiwa na hasira kiasi hicho. Lakini alijituliza akisema, ni bora kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Nitamuoa Godfrey. Alimwambia Godfrey kuhusu pingamizi kutoka kwa kaka yake, na Godfrey naye alihuzunika. Lakini Agnes alimwambia, nimeshaamua. Najua kutakuwa na changamoto, lakini ni mapenzi ya Mungu. Tutapita salama. Walienda kwa mchungaji wakamweleza yote. Mchungaji aliwasikiliza, akawaombea na kuahidi kuwa pamoja nao kila hatua. Kwa moyo huo wa faraja, Agnes akawa jasiri zaidi. Alimwambia Godfrey afanye maandalizi ya harusi kwa haraka. Kisha wakasafiri kwenda kwao Tabora kwa ajili ya kutoa mahari, kwani kaka yake Elia alikuwa ameshakata uhusiano naye. Baada ya mahari, Agnes alirudi mjini na Godfrey, lakini hakurudi tena nyumbani kwa kaka yake. Alikaa kwa dada wa kanisani wakisubiri ndoa kufungwa. Godfrey hakupoteza muda. Aliandaa kila kitu. Siku ya ndoa, kanisa lilijaa kupita kiasi. Watu walikuja kushuhudia harusi ya dada mrembo Agnes. Walipokea zawadi nyingi. Lakini kabla sherehe haijaisha, Agnes alimuona Isaya akimkaribia. Alishtuka, lakini kabla hajasema lolote, Isaya alimpa zawadi iliyofungwa. Agnes, naona kweli uko na furaha. Hongera sana. Nakutakia ndoa yenye furaha. Tafadhali pokea zawadi hii kwa ajili ya urafiki wetu. Agnes alitabasamu kwa shukrani na kumpa msimamizi wake zawadi hiyo. Kila wakati wa harusi, Agnes alikuwa akitazama huku na kule, akimtafuta kaka yake Elia. Lakini hakumuona. Elia alitimiza ahadi yake ya kukata uhusiano naye. Baada ya sherehe kumalizika, Agnes alifungua zawadi ya Isaya. Alikuta Biblia na pesa kidogo ndani. Moyo wake uliruka kwa mshangao. Isaya alikuwa mtu mwema, lakini si mapenzi ya Mungu kwake. Baada ya harusi, Agnes alihamia rasmi kwa mume wake Godfrey, ambaye aliishi karibu na kanisa lao. Mwezi wa kwanza wa ndoa yao ulikuwa kama ndoto tamu, kama mbingu iliyoletwa duniani. Godfrey, ingawa alikuwa mtu wa maneno machache, alionyesha upendo kwa vitendo. Alikuwa mchoraji wa kazi huru, na kila alipopata mkataba, aligawanya pesa zake kwa nusu, kisha kumpatia Agnes nusu ya fedha hizo. Hakurudi nyumbani mikono mitupu. Kila siku alileta kitu, hata kama ni kidogo, matunda, chakula au zawadi ndogo. Agnes alihisi kupendwa, kuheshimiwa na kutunzwa. Alihisi kuwa amefanya uamuzi sahihi wa kumchagua Godfrey. Wakati mwingine alitamani kaka yake angeweza kubadili mawazo na kuja kuona jinsi ambavyo Godfrey ni mume mzuri. Lakini furaha hiyo haikudumu kwa muda mrefu. Siku moja, Godfrey alirudi nyumbani akiwa na habari ya kushtua. Mpenzi, tutalazimika kuondoka hapa. Biashara imekuwa ngumu sana, siwezi tena kumudu kodi ya nyumba hii. Tutasogea kwenye sehemu nafuu zaidi. Agnes alishtuka. Lakini mume wangu, tatizo ni nini hasa? Naweza kusaidia kwa njia yoyote. Godfrey alitikisa kichwa. Suluhisho pekee ni kuhamia. Tayari nimepanga kila kitu. Anza tu kufunga mizigo, tunaweza kuondoka wakati wowote. Agnes alikubali kwa huzuni. Na tunaenda wapi hasa? Nauliza tu ili nijue kuhusu kazini kwangu, kama ni mbali au la.
Godfrey alinyanyuka akasema kwa haraka, tunahamia Mbande. Tayari nimepanga nyumba huko. Kabla Agnes hajakamilisha kufikiri, Godfrey alikuwa tayari ametoka. Alibaki kimya akijiuliza, mbona anaamua mambo makubwa namna hii bila kuniambia mapema? Nini kuhusu kazi yangu? Kanisa letu? Jamii yetu hapa? Mungu, ni nini kinachoendelea? Haikupita wiki mbili, Godfrey alileta lori na kuhamisha kila kitu. Jumapili iliyotangulia, walikuwa tayari wamewaaga waumini kanisani na walifanyiwa maombi ya kuwaaga. Walipofika Mbande, Agnes aliumizwa na hali ya nyumba mpya. Ilikuwa chumba kimoja kidogo sana, tofauti kabisa na nyumba yao ya awali. Lakini hakulalamika. Aliungana na mumewe kupanga vitu kwa kimya huku akiomba kwa bidii Mungu amsaidie mumewe apone kutoka kwenye hali hiyo ya kiuchumi. Baada ya siku chache, Godfrey alianza kazi tena. Alikuwa akiamka asubuhi na mapema na kusafiri hadi eneo la zamani ambako alijulikana. Kabla ya kuondoka, alimwachia Agnes kiasi kidogo cha pesa kwa ajili ya chakula. Zawadi na mshangao wa pesa vilikoma. Agnes akaanza kuhisi hali ya ugumu wa maisha. Tangu wahamie Mbande hakuwa amepata kazi nyingine wala hakuwa hata anatafuta, kipaumbele chake kilikuwa kushika mimba. Akiwa peke yake alifanya kazi za nyumbani mapema, kisha kutoka kwenda kununua mahitaji madogo kwa pesa ndogo aliyoachiwa. Karibu na nyumbani kulikuwa na mama mmoja mzee aliyeendesha kibanda cha chakula, Mama Chiku. Hapa ndipo Agnes alipenda kukaa baada ya kununua vitu, kwa kuwa hakutaka kurudi nyumbani mapema ambako kulikuwa na kimya kinachoboa. Mama Chiku aligeuka kuwa kama mama wa pili kwa Agnes. Alimpa ushauri na faraja, akamsikiliza kila alipoona huzuni moyoni. Siku moja Agnes aligundua kuwa ni mjamzito. Ilikuwa ni furaha ya ajabu kwake. Alipomwambia Godfrey, naye alifurahi. Lakini ghafla tabia ya Godfrey ilianza kubadilika. Aliacha kwenda kazini mara kwa mara na akaacha kumpatia Agnes pesa za matumizi ya kila siku. Agnes hakuweza kuvumilia tena. Alimkabili mumewe, mume wangu, kwa nini huendi kazini siku hizi? Kuna tatizo? Godfrey alijibu kwa haraka, kazi ni mbaya. Sileti mikataba kama zamani. Agnes akasema, pole sana. Mungu atafungua milango. Lakini hakuna chakula nyumbani. Naomba unipe pesa nipate chakula japo cha leo. Godfrey alimwangalia kwa hasira, kuna ugali sio? Kunywa tu na maji, hakuna pesa. Lazima ujifunze kuvumilia. Agnes aliduaa. Lakini mume wangu, mimi ni mjamzito, siwezi kunywa ugali bila hata sukari au maziwa. Godfrey alinyamaza, akaenda kulala. Agnes aliketi tu kimya, akishangaa jinsi mtu anaweza kulala bila kujali hali ya mjamzito wake. Kwa uchungu alichukua ugali kidogo, akatia chumvi, kisha akanywa. Kisha aliondoka nyumbani na kwenda kwa Mama Chiku. Alipofika, Mama Chiku alimwangalia na kusema, Agnes, kuna nini tena? Agnes alijaribu kuvumilia lakini machozi yakaanza kumtoka. Mama, nimechoka. Mume wangu hana hata huruma. Anaweza kuniacha njaa nikiwa na mimba. Na wala hanionyeshi upendo wowote. Nilikubali kuja hapa kwa sababu yake. Nimepoteza kazi yangu, jamii yangu, kila kitu. Leo nimekula ugali wa chumvi tu. Mama Chiku alimsikiliza kwa makini. Kisha akaenda kuchukua chakula cha moto alichotayarisha kwa ajili ya familia yake, akampa Agnes. Lazima uishi kwa hekima na subira, mwanangu, Mama Chiku alishauri. Lakini pia lazima ujitahidi kujitegemea. Huwezi kumtegemea mwanaume kwa kila kitu. Tatizo ni kwamba sasa hivi una mimba, huwezi kupata kazi wala kuanzisha biashara. Lakini baada ya kujifungua lazima usimame. Agnes alikubali kwa kichwa. Kisha Mama Chiku akauliza, na umeanza kliniki? Umeanza kuchukua vipimo na dawa? Agnes alitingisha kichwa, hapana bado, sina pesa. Mama Chiku alishtuka, lazima uanze kesho. Nenda hospitali ya serikali.
Ni bure. Agnes alikubali. Usiku aliporudi nyumbani, alimkuta Godfrey amelala tena. Alipoamka alimpa Agnes pesa kidogo, shilingi 475, na kumwambia, tengeneza supu ya wiki nzima. Agnes alihisi machozi yakimlengalenga. Lakini hakusema kitu. Alikwenda tena kwa Mama Chiku na kumwonyesha kiasi cha pesa alichopewa. Mama Chiku alimtuliza, wakapanga jinsi ya kununua vitu vya msingi, majani, mafuta ya mawese na viungo vya kuongezea supu. Agnes alipokuwa akipika, moyo wake ulijaa huzuni. Hakuamini kuwa maisha yake yamegeuka kuwa haya. Nilikuwa na maisha bora nikiwa na kaka yangu. Hii siyo adhabu ya kumtii Mungu. Hapana. Labda ni majaribu ya mwanzo wa ndoa tu, alijiambia, kisha akaanza kuimba taratibu huku akiendelea kupika. Ilipofika jioni, Agnes alimaliza kupika na kisha akatayarisha chakula cha usiku. Alimuita Godfrey aje kula, lakini alichokiona kilimvunja moyo tena. Godfrey alimuomba alete sahani mbili. Agnes alishtuka kwa sababu walikuwa wamezoea kula katika sahani moja. Lakini bila kuuliza alimletea sahani ya pili. Godfrey aligawanya ile supu aliyopikwa Agnes nusu kwa nusu. Lakini kilichofuatia kilimshtua zaidi Agnes. Godfrey alifungua mfuko wa nailoni aliyouficha na kumwaga kwenye sahani yake vipande vikubwa vya nyama ya kukaangwa, suya. Agnes alishtuka na kuuliza kwa mshangao, mpenzi, hivi hii ni suya? Kweli ni nyama halisi? Nilidhani huna pesa. Kwa nini usingenipa hii pesa nikanunua nyama ya kupika kwenye supu yetu? Godfrey alijifanya kama hajasikia. Akaendelea kula chakula chake kwa starehe. Agnes alipojaribu kuchukua kipande kimoja cha suya, Godfrey alipiga mkono wake kwa nguvu na kumkemea, hilo ni kosa, unapoteza heshima sasa. Usiwahi jaribu tena. Agnes alikaa kimya, machozi yakimjaa machoni. Alitazama tu sahani yake ya supu hafifu, huku mumewe akila kwa raha chakula chake kizuri. Alihisi hofu, huzuni na kuchanganyikiwa kwa pamoja. Huyu si Godfrey niliyekubali kuolewa naye. Si huyu kabisa. Ni shetani anayejaribu kuharibu ndoa yangu, lakini sitakubali, alijiambia. Asubuhi iliyofuata, kabla Agnes hajaamka, Godfrey tayari alikuwa amevaa na kujiandaa kutoka. Agnes aliamka na kukaa kitandani. Mpenzi, asubuhi njema. Umeamka mapema leo. Unaenda wapi? Godfrey hakujibu swali lake. Badala yake, alimpa pesa mkononi na kusema, tumia hii kujikimu leo. Usijali kuhusu mimi. Agnes alishukuru, lakini alipohesabu zile pesa moyo wake ulidondoka. Zilikuwa ni shilingi 250 tu. Alinyamaza kwa muda, kisha akauliza kwa upole, asante sana, lakini naomba nianze kliniki. Ujauzito umeshafika miezi 3 na ni mara yangu ya kwanza. Nahitaji uangalizi wa afya. Godfrey alimtazama kwa wasiwasi, kisha kwa kutojali akasema, sina pesa kwa sasa, na akaondoka. Agnes aliketi kwa ukimya, akitazama mlango aliyoutoka mumewe. Alipata nguvu na kujiandaa kwenda kwa Mama Chiku. Alipofika, alimweleza yote yaliyotokea usiku na asubuhi hiyo. Mama Chiku alishtuka, hili sasa ni jambo la ajabu. Agnes, wewe na huyu mwanaume kweli mlipendana kabla ya ndoa? Hukugundua tabia zake? Agnes alijibu kwa huzuni, mama, hakuwa hivi. Tulikutana kanisani. Tulikuwa hatuna uhusiano wa karibu sana, lakini nilijua ni Mkristo mzuri. Nilithibitishiwa na mchungaji wetu pia kuwa yeye ndiye mume wangu. Mama Chiku alitetemeka kwa hasira ya huruma. Kanisani? Huyo ndiye kigezo chako? Si kila mtu kanisani ni mtu mzuri. Kuna watu wema ambao si Wakristo, na kuna Wakristo wa sura tu ambao ni waovu ndani. Agnes, kila kitu kinaanzia kwenye malezi na utu. Na kama mtu ni mwovu asilia, hata uwe na maombi kiasi gani, ni kazi kubwa kumgeuza. Mimi naomba hujaangukia mikononi mwa mtu mbaya. Agnes alitikisa kichwa kwa huzuni, na bado kuna jambo jingine linaloniumiza. Godfrey hanisalimii.
Tunaweza kukaa siku nzima bila hata neno moja. Hajali, hana mawasiliano hata kidogo. Mama Chiku alimtazama kwa huruma. Pole sana mwanangu. Na familia yako je? Umeshawahi kujaribu kuwaeleza kuhusu hali yako? Agnes aliangalia pembeni kwa huzuni. Nina kaka yangu tu mkubwa. Lakini alinikataa kabisa nilipomwambia nataka kuolewa na Godfrey. Alisema akiniona nikiendelea naye, basi si dada yake tena. Sitathubutu kumwambia hali yangu kwa sasa. Atanicheka na kuniambia nilishauriwa. Mama Chiku alisisimka. Sasa nimekuelewa vizuri. Wewe ulipambana kweli. Kwa hiyo ulichagua huyu mwanaume kwa sababu mchungaji alisema? Wakati kaka yako alishauri vinginevyo. Na Isaya, yule mchungaji mdogo mliyekuwa naye karibu kwa muda mrefu, huyo ulimkataa kwa sababu ya neno la mchungaji na maono. Agnes alitetemeka na machozi yalimlengalenga. Niliamini ni mapenzi ya Mungu. Mama Chiku alitikisa kichwa kwa masikitiko. Sawa. Lakini sasa unaona hali yako. Uko kwenye ndoa changa lakini tayari umeona maumivu haya. Na bado hujajifungua mtoto. Na kama mambo yanaenda hivi sasa, je, itakuwaje ukizaa? Je, kama Godfrey ataendelea kukunyima uhuru wa kufanya kazi? Anaweza kukukandamiza zaidi. Agnes alishusha pumzi ndefu. Ni kweli. Lakini sitakata tamaa. Nitahakikisha angalau mtoto wangu anapata huduma. Nitakwenda hospitali ya serikali kama ulivyosema. Mama Chiku alimpa Agnes pesa ya nauli. Agnes aliishukuru kwa moyo wote na kuelekea hospitalini. Kwa bahati nzuri, afya yake na ya mtoto wake ilikuwa nzuri. Alipewa dawa za kawaida na kuambiwa arudi kwa ukaguzi mwingine. Agnes alirudi nyumbani, akitumia kiasi kidogo cha pesa kununua mboga na dagaa. Moyoni alitamani sana kula ndizi mbivu na mtindi baridi, lakini hali yake haikumruhusu. Dagaa na mboga zilikuwa tegemeo lake. Jioni, Godfrey alirudi nyumbani akiwa na sahani kubwa ya supu ya samaki inayojulikana kama pepper soup. Harufu yake ilikuwa kali na ya kuvutia. Agnes aliitamani sana, lakini uso wa mumewe ulimzuia hata kuomba. Alienda kulala akiwa na njaa, huku macho yake yakiwa yamelowa kwa machozi kimya kimya. Na kilichouma zaidi, hali hii haikuwa mwisho, ilikuwa ndiyo mwanzo tu wa mateso ya ndoa ya Agnes. Siku zikazidi kusonga na hali ya Agnes ndani ya ndoa ya Godfrey ilizidi kuwa ngumu. Kila siku kulikuwa na jambo jipya la kumuumiza moyo, na Godfrey alionekana kutojali kabisa hali ya mke wake mjamzito. Hakushiriki kazi za nyumbani, hakuulizia maendeleo ya mimba, wala hakutoa msaada wa kifedha kama alivyofanya mwanzoni mwa ndoa yao. Agnes aliendelea kuvumilia kimya kimya, akijipa moyo kuwa ni kipindi kigumu kitapita. Lakini mambo yalizidi kuwa mabaya, hasa pale ambapo alifika ukingoni wa ujauzito wake na bado hakuwa na kitu hata kimoja kwa ajili ya mtoto wake atakayezaliwa. Hakuna nguo, hakukuwa na taulo, wala hata sabuni. Asubuhi moja, Godfrey aliamka mapema kama kawaida na kuacha shilingi 200 mezani. Agnes aliinamisha kichwa chini kwa huzuni. Hapo ndipo aliamua kuchukua hatua. Akiwa na tumbo kubwa, alianguka miguuni kwa mumewe na kuanza kulia kwa uchungu. Mume wangu, tafadhali. Siku ya kujifungua inakaribia. Sina chochote. Tafadhali nisaidie nipate hata taulo na nguo za mtoto, alilia kwa sauti ya kuumia. Godfrey alimtazama kwa macho yasiyoonyesha huruma yoyote. Alinyamaza kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti ya kawaida, sina pesa kwa sasa, akageuka kuondoka. Agnes alishtuka na kupaza sauti, basi kama hutanisaidia, nitakwenda kanisani na kuwaomba msaada watu, siwezi kufa kimya kimya. Maneno yale yalifanya Godfrey kusimama ghafla. Alimtazama Agnes kwa sekunde chache kisha akaendelea na safari yake. Agnes alianguka sakafuni na kulia kwa uchungu, akihisi amefikia kikomo cha kuvumilia. Lakini cha kushangaza, mchana huo huo Godfrey alirudi nyumbani akiwa na begi kubwa lililokuwa limejaa vifaa vyote muhimu vya mtoto, nguo, taulo, sabuni, nepi na hata blanketi. Agnes aliduaa.
Alimwangalia kwa mshangao, lakini kabla hajasema neno, Godfrey alisema kwa sauti ya chini. Najua sijakuwa mume mwema kwa muda sasa. Nimekuwa nikikabiliana na changamoto nyingi. Lakini usiweke moyoni. Nitarudi kuwa bora tena, Agnes. Agnes alishika begi lile na machozi yakamtiririka, lakini wakati huu kwa furaha. Alimshukuru Godfrey, akimwomba Mungu awasaidie waendelee vizuri kama ilivyokuwa mwanzo wa ndoa yao. Wiki chache baadaye, Agnes alianza kupata maumivu ya uchungu wa kujifungua. Bahati mbaya, Godfrey hakuwa nyumbani. Agnes, akiwa peke yake, alimpigia Mama Chiku kwa haraka. Bila kupoteza muda, Mama Chiku aliambatana na mumewe wakampeleka Agnes katika hospitali ya serikali. Mama Chiku alipompigia Godfrey kumjulisha kuwa mke wake anaenda kujifungua, aliahidi angekuja mara moja. Lakini hadi Agnes alipojifungua mtoto wa kiume mwenye afya njema, Godfrey hakuwa bado amefika. Ilibidi Mama Chiku arudi nyumbani kuandaa chakula kwa ajili ya Agnes ambaye alikuwa na njaa kubwa baada ya kujifungua. Usiku wa manane ndipo Godfrey alifika hospitalini na kutoa sababu kwamba alikuwa amekwama kazini na kwenye foleni ya magari. Alimshukuru Mama Chiku kwa kumsaidia mke wake, kisha akaenda dirishani kulipa bili ya hospitali. Mama Chiku alimwangalia kwa jicho la mshangao na kujisemea kimoyomoyo, huyu kweli ndiye mwanaume aliyemtoa dada huyu mzuri kwenye familia yake. Si mrembo, si mwenye moyo mzuri. Sijui Agnes aliona nini. Siku chache baadaye, Agnes aliruhusiwa kutoka hospitalini. Godfrey aliandaa teksi na kuwasafirisha kurudi nyumbani. Wakati wa kurudi, Agnes alihisi matumaini mapya. Aliamini kuwa Godfrey alikuwa amebadilika baada ya tukio la kujifungua na labda sasa watakuwa familia yenye furaha. Lakini hakudhani kuwa ndoto hiyo ingekuwa fupi hivyo. Mara tu walipofika nyumbani, tabia ya Godfrey ilirudi ile ile ya zamani, baridi, mvivu na asiyejali. Hakumsaidia Agnes hata kidogo kulea mtoto mchanga, wala hakumpatia pesa ya kununua chakula cha mama anayenyonyesha. Agnes alijikuta akitumia pesa alizobakiwa nazo kabla ya kujifungua ili kujikimu. Mambo yalizidi kuwa mabaya zaidi pale mtoto alipougua akiwa na miezi miwili tu. Alikuwa na homa kali na hakuweza kunyonya vizuri. Agnes alimbeba kwa haraka hadi hospitali ya serikali. Madaktari walimpa huduma ya haraka na kumlaza mtoto kwa matibabu zaidi. Lakini walipoomba kulipwa gharama, Agnes hakuwa na chochote mkononi. Alimpigia Godfrey simu mara kadhaa lakini hakupokea. Alimtumia ujumbe, bado hakujibu. Agnes alikumbwa na aibu na kukata tamaa. Hatimaye, kwa kulazimika, alimuita mke wa mchungaji na kumweleza hali ilivyo, akimuomba msaada. Mke wa mchungaji aliguswa sana na kilichotokea. Alimpelekea pesa hospitalini na kumwambia, dada Agnes, tangu uolewe na kuhama huku mbali tumekukosa sana kanisani. Tafadhali tafuta nafasi uje unione pamoja na mumeo. Nitazungumza na mchungaji kuhusu hili. Tunahitaji kuzungumza na ninyi. Agnes alimeza mate kwa huzuni, akakubali. Lakini moyoni alijua kuwa jambo hili litamletea matatizo. Alikuwa amekuwa akiepuka kusaidiwa na watu wa kanisani kwa sababu hakutaka ionekane kama anamshtaki mumewe. Lakini sasa mambo yalikuwa nje ya uwezo wake. Alijiuliza, je, Godfrey atakubali kwenda kanisani naye? Je, atasamehe kwa yeye kuomba msaada kutoka kwa mke wa mchungaji? Je, nini kitaendelea katika ndoa yao? Tutafahamu hatima ya Agnes na Godfrey katika sehemu ya mwisho ya hadithi hii. Agnes alirudi nyumbani akiwa na moyo mzito. Mtoto wake alikuwa ameanza kupata nafuu hospitalini, lakini kilichokuwa kinamkaba koo ni jinsi Godfrey alivyopuuzia hali hiyo ya dharura. Alikosa kabisa kuelewa ni kwa nini mume wake hakuonyesha wasiwasi hata kidogo kuhusu afya ya mwanao wa damu. Alikaa kitandani na kumtazama mtoto wake aliyelala, machozi yakimtoka kimya kimya. Kesho yake asubuhi, alipompigia Godfrey kumjulisha kuhusu mazungumzo yaliyopangwa kati yao na wachungaji, jibu la Godfrey lilimvunja moyo kabisa. Sina haja ya kuongea na hao watu wako wa kanisani.
Masuala ya ndoa hayaingiliwi. Ukisema unanipeleka huko, basi jiandae kuishi bila mume. Agnes alijawa na huzuni. Lakini aliwaza, kama sitapaza sauti sasa, ni nani atanikomboa? Alijua wazi kuwa alihitaji msaada, si wa kifedha tu, bali msaada wa kiroho, wa kiakili na wa moyo. Alijiandaa na siku ya mkutano kanisani, na kama Godfrey hatakwenda, yeye atakwenda mwenyewe. Siku ya Jumapili ilipowadia, Agnes alienda kanisani na mtoto wake mgongoni. Alikaa nyuma ya ukumbi wa ibada kwa aibu, lakini walipomaliza ibada, mke wa mchungaji alimuita. Walizungumza kwa muda mrefu, kisha akampeleka kwa mchungaji. Baada ya kusikiliza simulizi ya Agnes kwa upole na maombi mengi, mchungaji alimwambia kwa upendo, dada Agnes, usione aibu. Umevumilia sana. Umetenda la busara kuja kuzungumza. Ndoa ni agano takatifu, lakini si kifungo cha mateso. Tutakusaidia. Lakini pia lazima tujue zaidi kuhusu mumeo. Siku chache baadaye, mchungaji alimtumia ujumbe Godfrey akimwalika kwa mazungumzo ya kiroho ya wanandoa. Kwa mshangao wa Agnes, Godfrey alikubali kwa shingo upande na akaja kwenye mazungumzo hayo. Alipofika, hakuwa na haya ya kuficha tabia yake. Alijitetea kwa kusema, mimi sifanyi chochote kibaya. Ni hali ya maisha tu. Agnes alijua hali yangu kabla hajanioa. Lakini mchungaji, kwa hekima yake, alimwambia kwa upole lakini kwa uthabiti, ndugu Godfrey, mke wako ni mjamzito na sasa ni mama wa mtoto wako. Hatakiwi kuishi kwa mateso kama haya. Kazi yako ni kumlinda, kumpa usalama na kumpenda kama Kristo alivyolipenda kanisa. Mabadiliko yako ni ya wazi. Je, uko tayari kubadilika? Godfrey alikaa kimya kwa muda akitazama chini. Halafu kwa sauti ya chini alisema, nahitaji muda. Nimekuwa nikibeba mizigo mingi kichwani na sijui hata pa kuanzia. Mchungaji alimsihi asikatae msaada. Alimwambia kwamba kanisa liko tayari kumsaidia kihuduma na hata kwa njia ya ushauri nasaha. Walipanga kuanza vikao vya ushauri wa ndoa mara moja, na Agnes kwa mara ya kwanza aliona mwanga mdogo ukichomoza kwenye giza la ndoa yake. Miezi michache ilipita. Godfrey alianza kuhudhuria vikao vya ushauri, japokuwa si kwa utaratibu sana. Agnes aliendelea kuwa mvumilivu. Alijitahidi kujiimarisha kiroho, alijiunga na kikundi cha wamama kanisani, na hatimaye alianza kufanya kazi ndogo ya kuuza maandazi na uji karibu na kanisa. Kupitia kazi hiyo ndogo, aliweza kupata pesa kidogo za kujikimu bila kumtegemea Godfrey. Mama Chiku aliendelea kuwa bega kwa bega naye, wakati kaka yake Elia bado alikuwa kimya, hajamtafuta hata mara moja. Lakini Agnes hakukata tamaa. Aliendelea kumwombea kaka yake, akijua kuwa siku moja huenda maumivu yao ya familia yangeponywa. Siku moja alipokuwa akiuza nje ya kanisa, gari moja lilisimama ghafla. Mtu aliyeshuka alikuwa si mwingine bali Elia, kaka yake. Agnes alishindwa kuzuia machozi. Elia alimkaribia polepole na kusema, samahani mdogo wangu. Nilihisi nimekupoteza, lakini leo nimeona niache kiburi na nije kukuona mwenyewe. Agnes alikumbatia kaka yake kwa nguvu. Walisameheana hapo hapo, na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, moyo wake ulijaa faraja ya kweli. Somo la hadithi hii. Ndoa si uwanja wa kuficha mateso. Kila mwanamke au mwanaume anastahili heshima, mapenzi na msaada wa kweli. Kupitia hekima, maombi na msaada sahihi, ndoa inaweza kupona. Lakini pia, usikubali kufunga maisha yako kwa kigezo cha mapenzi ya Mungu yasiyothibitishwa kwa matunda mema. Mungu ni Mungu wa amani, si mateso. Je, wewe ungekuwa Agnes, ungefanyaje? Tafadhali andika maoni yako kwenye comment na usisahau kushare hadithi hii kwa wengine ili nao wasikilize. Na kushukuru kwa kusikiliza hadithi hii. Tutarudi na sehemu ya pili ya maisha ya Agnes kama mama. Ikiwa utapenda kuona mwendelezo, komenti pati tu hapo chini.